Wanatarajiwa kunufaika na kupunguzwa kwa bei ya mafuta baada ya mamlaka ya kudhibiti nishati na petroli nchini EPRA kupunguza bei ya dizeli kwa shilingi 10 kwa lita alivyoahidi Rais William Ruto. Bei hizi mpya zitaanza kutekelezwa kuanzia saa 6 usiku wa tarehe 15 Juni hadi tarehe 14 mwezi wa Julai. Michelle Mwangi anaarifu zaidi. Wakenya watapata nafuu baada ya mamlaka ya kudhibiti nishati na petroli nchini EPRA kutangaza bei mpya ya mafuta kwa kipindi cha mwezi mmoja ujao. Kuanzia saa 6 usiku jijini Nairobi, petroli itauzwa kwa shilingi 214 kwa lita, huku dizeli ikiuzwa kwa shilingi 222. Bei ya mafuta ya taa imesalia kwa shilingi 191.38 kwa lita. Ingawaje bei hizi zinatofautiana kwa kiasi kidogo katika maeneo mengine ya nchi, hasa miji mikuu ya Kisumu ambapo petroli itauzwa shilingi 213, dizeli shilingi 223 za Kenya na mafuta ya taa shilingi 191 za Kenya. Bei za sasa zinatarajiwa kupunguza mzigo wa gharama ya nishati kwa wananchi pamoja na wafanyabiashara. EPRA imeeleza kuwa bei hizi zitatumika hadi tarehe 14 mwezi wa Julai. Ili kupunguza makali ya ongezeko la bei ya mafuta duniani, serikali imetumia takriban shilingi bilioni 10 kutoka kwa mfuko wa maendeleo ya petroli ili kufadhili bei za dizeli na mafuta ya taa. Hatua hiyo inajiri wakati masoko ya nishati duniani yanaendelea kukabiliwa na hali ya sintofahamu kutokana na mvuto inayoendelea katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Hii nchi ya Kenya, Mheshimiwa Rais, hata tangu vita itokee kule Middle East, hatujawahi kuwa na ukosefu wa mafuta hata siku moja. Waziri wa nishati Opiyo Wandayi kwa upande wake amehakikisha wananchi kuwa nchi ina akiba ya kutosha ya mafuta hadi mwisho wa mwezi wa Julai. Tunaweza ongea juu ya bei, lakini mafuta yenyewe imekuwepo, Mheshimiwa Rais. Hiyo ni kulingana na uongozi wako na mikakati ambayo umeweka katika serikali yako kuu. Macho sasa yameelekezwa kwa sekta ya uchukuzi kuona iwapo kupungua kwa bei ya mafuta kutachangia kupungua kwa nauli na hatimaye kupunguza gharama ya maisha kwa Wakenya. Michelle Mwangi, TV47, Nairobi.